Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema tume ya uchunguzi iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan haina uhalali wa kufanya kazi hiyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam leo Jumatano tarehe 19 Novemba 2025, makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche ameeleza kuwa Rais Samia hana uhalali wa kisiasa, kisheria na kimaadili wa kuunda chombo cha kuchunguza uhalifu uliotendeka. Hii sio tume huru ya uchunguzi. Hizi ni njama za kutaka kuficha ukweli, kufuta ushahidi na kuendelea kuwaumiza waathirika, ameeleza kiongozi huyo wa chama kikuu cha upinzani nchini. Amesema chama chake hakitambui tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na Rais Samia na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuingilia kati swala hilo la kuunda tume za uchunguzi. Kauli ya Chadema imetolewa siku moja baada ya Rais Samia kutangaza majina ya watu 8 wanaounda kinachoitwa tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Tume hiyo inaongozwa na Jaji Mkuu mstaafu wa Tanzania Othman Chande na mrithi wake Profesa Ibrahim Juma. Wajumbe wengine ni Balozi Ombeni Sefue, Katibu Mkuu Kiongozi mstaafu Balozi Radhia Msuya, Luteni Jenerali Paul Mela na Said Mwema, Mkuu wa Jeshi la Polisi mstaafu IGP. Wengine ni Balozi David Kapia, Dr. Stegomena Taxi aliyekuwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa JKT wakati wa maandamano. Kwa mujibu wa Chadema, Samia ni rais aliyejisimika madarakani bila ridhaa ya wananchi. Amejipachika urais kupitia mchakato usio huru na usio wa haki, usio wazi na usiokidhi viwango vya kidemokrasia, kama ambavyo ameeleza waangalizi wa uchaguzi huo kutoka Umoja wa Afrika UA na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Amefafanua. Ameongeza kuwa Rais Samia hana mamlaka kimaadili wala kisiasa kuunda chombo cha kuchunguza uhalifu mkubwa uliofanywa na utawala wake dhidi ya raia waliokuwa kidai haki zao za kidemokrasia na kikatiba. Kinachoitwa kuchunguza uvunjifu wa amani ni mbinu ya kuwageuza waathirika kuwa wahalifu na kuwasafisha wahalifu halisi. Amesema lengo ni kuendeleza ukandamizaji wa sauti huru na kuhalalisha utawala mabavu na utekelezwa na serikali isiyo na ridhaa ya wananchi. Heche anasema kwa mujibu wa sheria ya uchunguzi Commission of Inquiry Act ya 2002 chapter 32, tume ya aina hii ni chombo cha rais kinachofanya kazi kwa matakwa na maelekezo yake. Anasema hata ripoti ya tume rais ana mamlaka ya kuamua ichapishwe ama isichapishwe, iwasilishwe hadharani au ifichwe. Kwa mantiki hiyo, Heche anasema hiki sio chombo huru na hakiwezi kutoa ukweli wala haki katika mazingira ambayo serikali ndiyo mtuhumiwa mkuu. Anasema wote walioteuliwa ndani ya tume hiyo waliwahi kuwa au ni watumishi wa serikali na wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, jambo ambalo kimsingi linakiuka kanuni ya kimsingi kwamba tume huru haipaswi kuwa na uhusiano wowote na serikali wala chama tawala. Heche anaendelea, tume inayohitajika ni ya kuchunguza mauaji na sio uvunjifu wa amani, na kwamba haiwezekani mtuhumiwa akajichunguza mwenyewe alafu tutarajie haki. Tanzania ilikumbwa na ghasia za maandamano ya siku 3 kuanzia tarehe 29 Oktoba 2025, siku ya uchaguzi, yaliyosababisha vifo vya watu kadhaa na uharibifu wa mali za umma na binafsi. Maandamano haya yanaelezwa ni makubwa kuliko yale ya Zanzibar 26 na 27 Januari 2001, Unguja na Pemba, ambao watu kadhaa waliuawa wakati wafuasi wa upinzani walipopinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2000. Katika hatua nyingine, chama cha wananchi CUF nacho kimepingwa kuundwa kwa tume hiyo, kikisisitiza kuwa kwa lililotendeka nchini kunahitajika chombo huru cha uchunguzi. Chama cha wananchi kinasema kilikuwa chama cha kwanza na taasisi ya kwanza nchini kutoka hadharani tarehe 5 Novemba 2025 kuzitaka jumuiya za kimataifa na za kikanda kushinikiza kufanyika kwa uchunguzi huru wa mauaji, uvunjaji wa haki za binadamu, uharibifu wa mali na uhalifu wa uchaguzi. CUF, chama cha wananchi, bado kinasisitiza umuhimu wa kuundwa kwa chombo huru kitakachojumuisha wawakilishi kutoka taasisi za kimataifa zinazohusika na haki za binadamu na utawala bora, asasi za kiraia zilizo huru na majaji wenye rekodi ya kuaminika wanaweza kusimamia haki bila kujichagulia upande, imeeleza taarifa ya chama hicho iliyosainiwa na Mohamed Ngulangwa ambaye ni mkurugenzi wa habari. Amesema chama chake kinatahadharisha kuwa swala la kuwa na tume huru ya uchunguzi lisichukuliwe kwa uzito mwepesi na mzaha usiopewa nafasi. Watu wengi wamepoteza maisha na watu wengi wamepoteza ndugu zao, uharibifu mkubwa wa mali za umma na binafsi umetokea, na uchaguzi umevurugwa na kusababisha matokeo yaliyotangazwa kutoaminika,
amefafanua. Anasema tume inayopaswa kuchunguza matukio haya inapaswa kuwa huru na kuaminika ndani na nje ya nchi kama kweli tuna lengo la kuliponya taifa. Nacho chama cha ACT Wazalendo kimepingwa kuundwa kwa tume hiyo. Kwa mujibu wa taarifa chama hicho iliyotolewa na katibu mkuu wake Ado Shaibu, ACT Wazalendo kinapinga na kinakataa kabisa tume iliyotangazwa na Rais Samia. Katibu mkuu wa ACT Wazalendo anasema baadhi ya wajumbe wanaounda tume hiyo wanapaswa kuwa sehemu ya uchunguzi huo baada ya wao kuchunguzwa. Ameongeza, si chochote ni dhihaka kwa waliopoteza maisha yao, majeruhi na familia zilizofiwa katika matukio haya. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.